Ila kuna kitu nataka nikuambie rafiki yangu. Kitu gani hicho? Naomba umwonye Mwajuma. Juzi kafumaniwa na mume wa mtu. Lakini mama, nilikuwa naomba nishauri kitu. Mume wangu hajui kitu chochote kuhusu huyu mtoto. Mimi naona hili swala la mtoto kuwa na mtoto kutokuwa na mtoto, kama mmependana kweli, mioyo imefungamana, mimi naona hamna kitu kibaya zaidi ya kumuomba Mungu tu kuendelea kuishi maisha mazuri. Huoni kwamba itakuwa ni tatizo kwako? Ni bora nibaki na mjukuu wangu niendelee kuteseka naye. Tama mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzo na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, nakupa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani unachongea, yani sina msaada. Barabarani leo kulikuwa na jam sana. Si unajua ni weekend, watu wanafuata bidhaa. Kwa hiyo tangia asubuhi mpaka sasa hivi ni magari tu yalikuwa na shida. Hivyo vitu vya kibandani umeshavinunua? Watu leo sokoni walikuwa wengi sana. Wakati napangiwa mzigo, naangalia hela kwenye kitenge, sikuikuta. Umedondosha hela? Hivi kila siku sinakufundishaga umakini. Kwa nini unakuwa hivyo? Hela leo umepoteza. Haya, mimi huo mtaji na upata wapi? Na upata wapi huo mtaji? Mama nisamee, sikufanya makusudi. Sawa, hukukusudia. Lakini kumbuka maisha yetu tunayoishi hapa nyumbani. Kumbuka mapito yetu. Mimi napitia mangapi? Leo Mwajie mwenyewe amekuja hapa amenivuruga kichwa changu. Alafu naona kuja kunipa taarifa kama hizo. Kumbuka ule mtaji nahitajika nirudishe hela za watu za mkopo. Wewe unategemea mimi huo mkopo na urudishaje? Au ndio ile unataka watu waje hapa ndani wanibebee vitu? Nakumbuka nadaiwa kodi. Nilitamani nipige hizi wiki 2 ili nilipe kodi tuishi kwa amani. Haya, hela umepoteza. Hela umedondosha. Haya, mimi nafanyaje? Sawa. Mimi nitafanyaje sasa? Nimeandikiwa mateso, acha niendelee kuyatesekea. Hivi lakini wewe unategemea tutauza nini pale? Tutapata wapi huo mtaji wa kununua vitu vingine? Siku zingine nakwambia mtoto wangu kuwa makini. Na kufundisha maisha, na kufundisha utunzaji, na kufundishaga umakini. Kwa nini unakosa umakini? Anyway, mimi nimekuwa maumivu, nimekuwa kugulia. Mimi najiandaa sasa hivi. Na wewe uingie unywe chai unifuate kibandani. Mioyo imeachwa simanzi, iwapi mama tukuoni tena. Ulipofariki mama, wakaja ndugu wenye tamaa, na zile mali ulioacha walichukua. Na kwanza nirudi nyuma ulivyoumwa. Mke wangu, hivyo unajua ni mzuri sana. Niache huko na wewe. Sijui nilikuwaga wapi mimi.
Bana achana na ngonjera zako. Aso ngonjera najilaumu bure. Nilikuwaga wapi? Wewe na wewe umeanga. Mbona siku zote ulikuwa wapi kunisifia? Najua basi mama. Vipi? Mbona nimetoka tu kidogo hapo kwenda kuoga, nimerudi nimekuta na furaha yani na mchecheto kulikoni? Hata hivyo, ulivyokuwa umeenda kuoga, baba amenipigia simu. Nimeongea naye. Hata hivyo vitu ambavyo nimeongea naye vilikuwa vinaniwazisha hapa. Sasa bora tu niambie, maana yeye najua usikunificha. Yaani mimi ndo wako wa ndani, na usiponiambia mimi nitamwambia nani? Yaani kwa hiyo najua tu lazima utaniambia nini kinachokusibu au ni kitu gani hicho ambacho baba amekwambia. Si hofu. Unajua kabisa nakupenda, sina mwingine zaidi yako na siwezi kukuacha. Nimeongea na baba akanambia swala kwenda kusimamia ofisi. Ndio maana hapa nikawa nawaza na kufikiria. Ni sawa baba alipokuambia. Lakini wani kwamba kule ni mbali sana. Yaani ni mbali kiasi kwamba ukiangalia na hali yetu na uli ya kwenda utatolea wapi? Na ya kurudi pia utatolea wapi? Yaani mke wangu, simaanishi kwamba tunaenda na kurudi. Yaani mimi na wewe tunaondoka. Tunahamia kwa muda. Unaona? Ili kusudi kwenda kusimamia ile ofisi. Naona. Na mambo mengine yaendelee. Huenda kuna kaneema kanaweza kakatokea mke wangu. Mbona hapo pagumu jamani? Tunaenda wote mimi na wewe. Wife. Hivi unajua mimi naogopa sana kwenda kukaa nyumbani kwenu. Kwa sababu ya yule dada yako, ifi yangu mimi. Na ule mdomo wake, mimi nitamweza. Purchase your tracks today. Kijana wangu. Naam mama. Za siku nyingi. Salama, sijui nyinyi huko. Ni masiku. Mamangu wiki mbili tu. Wiki mbili kwa mtu ambaye umemzoea kumuonaona? Hapana. Mimi ninaona wiki mbili ni kama jana tu. Ila kijana wangu, hivi rafiki yako anawezaje kukaa na mwanamke ambaye ana mtoto? Unamaanisha nani? Rafiki yako Mashimba. Mashimba? Ndio. Mbona Mashimba hajaniambia toka muda mrefu? Yeye mwenyewe pale aliko hajui kwa sababu mwanamke alizaa na mwanaume mwingine. Kwa hiyo mwanamke kamficha mtoto wake kule kwa mama yake. Kwa hiyo unataka kusema hata Mashimba hajui? Hajui. Ila mama, mimi naona ili swala la mtoto kuwa na mtoto kutokuwa na mtoto, kama mmependana kweli, mioyo imefungamana, mimi naona hamna kitu kibaya zaidi ya kumuomba Mungu tu kuendelea kuishi maisha mazuri. Ni sawa, sijakataa, lakini kwenye ndoa hakuna jambo la kufichana. Je, mume wake akija kujua kwamba ana mtoto na mwanaume mwingine alafu kamficha kule kwa mama yake, wewe unafikiri huyu kijana itakuwaje kwake? Ni sawa unachokiongea, ila kwa kuwa umenitaarifu mimi rafiki yake, hata chochote kikitokea kwenye familia yake, mimi naweza nikamcontrol vizuri. Sasa mimi naomba nikuache, nimemwacha Mashimba pale anaendelea na kazi. Mimi naenda kuonana na mteja mwingine, maana unajua hizi kazi ukizipata lazima uzichangamkie. Na mkituona mtaani tunaishiishi bila kazi mnaona kama majambazi. Sawa, sasa mwenyewe mimi nienda hapo hivi kwa rafiki yangu. Ndio. Ila mwambie rafiki yako, mimi hajaja kukusaidia. Usihofu mama. Mke wangu, mimi wako nipo nitakulinda. Alafu vile isitoshe, unajua fika maisha ya hapa ndani tunayoishi. Kazi yenyewe ni ya kubangaiza. Kuna wakati tunadaiwa kodi tunakosa kabisa. Wewe mwenyewe mahitaji yako kwa wakati upati. Kweli, yani hii hali tulokuwa nayo hairidhishi kwa chochote, yani
maisha kweli tulionao ni magumu, lakini unajua nini? Mimi naona kama yani fungu letu bado. Siku Mungu akijalia sisi tunaweza tukawa na maisha mazuri tu. Kwa mimi nikaona kwamba ile ni fursa mojawapo. Twende nyumbani, tukasimamia ofisi. Huenda kuna mambo mengine yanaweza yakarekebika mke wangu. Ya, ni hivyo tu. Basi mume wangu, mimi sina kipingamizi chochote kama nilivyosema hapo awali. Tutaenda. Hebu sogea kwanza. Umenifurahisha. Si ndo maana najivunia kwa nawe. Nakupenda sana mke wangu. Napenda pia mimi. Ndio. Wala hata usihofu maneno ya wifi yako. Sasa yamezidi jamani. Ni kweli, lakini mimi nipo na nitakulinda. Okay? Sawa. Wow, ulivyo mzuri wewe. Unajua nini mke wangu? Na kale ka wimbo ka Jux, unajua kanaimbaje? Niamini leo hii, samani mwingine tena. Kazi zangu bize, nitarudi nyumbani mapema. Unavyonipa baby. Come on. Kweli ni msanii jamani. Jaza nikukisi. Mashallah. Sasa. Uko niruhusu nivae kidogo hapa. Nimwahi mama. Alafu baadaye nikija. Napenda ulivyo tu. Uzuri wako unaniweka miroho juu. Baby punguza pressure, mimi ni wako. Penzi lako nitakesha usiku mzima tu. Asubuhi kukicha unipe kiduchu. Nami sina to pressure, wewe ni wangu tu. Fungua pazia kwa dirisha ukisi joto. Mwili ukitaradadi na sau mpaka mafansi. Miteko fulani chumbani yani joto. Pepe. Nami nikupe pepe. Unipe pepe. Paradise. Me and you paradise. Mume wangu, yani kila siku wewe unaangalia kitu kile. Wewe unajua ninavyoipenda hii channel. Inaniliwaza sana. Sawa. Lakini tuachane na haya. Mume wangu, hivi tunafanyaje kuhusu kijana wa kusimamia ofisi? Hali ya kuwa yule kijana wa mwanzo alikuwa tapeli sana. Mke wangu, maisha ya mfanyabiashara ni lazima iwe na hasara. Na kupata mafanikio wakati wote ni lazima hivyo pawe na hasara. Una maana gani kusema hivyo? Hata wewe nilisumbuka sana kukupata. Na katika mafanikio yangu nilitapeliwa sana. Ila hebu niambie, tufanye kitu gani ili tuweze kupata kijana wa kuweza kuangalia ile ofisi ambaye sio tapeli? Mimi nafikiri twende kijijini tukatafute kijana wa kuja kusimamia ofisi. Umenikumbusha. Niliongea na mtoto wake asubuhi ya leo. Na tukakubaliana atakuja kusimamia ofisi. Ila kwa masharti magumu. Nafikiri unakumbuka kwamba nilishampaga mtaji na akaula wote. Lakini mimi nafikiri ni bora aje aendelee kusimamia ofisi. Faida kidogo itakayopatikana ataendeleza familia yake. Na kingine kitakachobaki kitaendeleza ofisi. Sawa. Mimi naona imekaa vizuri. Hebu naomba niletee maji na hisi kiu. Sawa. Lakini na mimi kuna mahali nitakwenda mara moja. Lakini angalia usichelewe. Sawa. Purchase your tracks today. Mama Juma, samahani, bora hata nimekuona. Bila samahani.
Vipi? Mbona nguo yangu hujaniletea? Siku hizi nimebana sana kazini kwangu. Kwa sasa naona nianze kuwatembelea wateja wangu kwa maana nadai madeni chungu nzima. Unaniletea lini? Kwa leo sitoweza maana naelekea hapo saluni kusuka kwanza. Ila kuna kitu nataka nikuambie rafiki yangu. Kitu gani hicho? Naomba umwonye Mwajuma kwa maana maisha anayoishi hayaendi hivyo. Juzi kafumaniwa na mume wa mtu. Mwaje huyu wa dada? Ndio. Wewe kweli umeutolea wapi? Toka uzingizini. Mtaani kote wanamuongelea yeye tu. Hata kitoto kidogo kinajua kwamba Mwaje kafumaniwa. Sasa siku nyingine usija kunisimamisha kwa ajili ya kumuongelesha mwenzako uongo. Kwa hiyo anamtetea Mandogo Mwaje kwa mabaya anayofanya, si ndio? Purchase your tracks today. Sawa. Nitakupigia. Bwana Kante. Vipi? Safi vipi? Uko poa? Uko poa si? Naona umebadilika. Baba unyama huu. Lakini yote na yote sio mbaya. Kuna nini tena mwanangu? Ni safari. Wewe, usitaki niambia. Yaani hapa ndipo ni moja kwa moja mguu kwa mguu. Bana si nimepigiwa simu na mzee. Na mzee tena? Ni taarifa njema, ameniambia kwamba mambo ya ofisi uko tayari. Katika maisha lazima uwe na subira. Sawa. Siku zote nilikuwa naimba. Leo hii umepata jibu. Kabla haujazeeka au kabla jua lijazama, usikate tamaa. Kweli? Umeona? Subira yavuta? Subira? Unajua wahenga hukosea kabisa. Na Kiswahili kina maana chake. Ndio maana Tanzania ikaitwa nini? Tanzania. Mambo ndo haya. Kwa nini nakwambia hivyo? Yaani kuna vitu vingine ukivumilia hata Mungu anakushushia. Ndio hili hapa. Bala mimi mwenyewe nilikuwa napita hii chocho hivi. Nipita hadi geto kwako nikuangalie kama nitakukuta maana simu yangu yenyewe imezima. Acha ukisema usingenikuta geto, ungeondoka bila kuniaga. Baba kama nilivyosema hapo rafiki yangu Kante, acha maneno mengi. Simu imezima. Na ndio maana nikataka nipitie wapi? Nyumbani kwako. Sawa, lakini tumeonana hapa ishara Mwenyezi Mungu, Mungu akutangulie. Alafu Purchase your tracks today. Mama. Mbona umekaa hapa nje mwenyewe? Sio unachambua mboga. Muda naona umeenda. Sasa ungeniita ndani jamani, tuje tusaidiane haraka. Na watoto wa siku hizi bwana. Yaani naweza kukuita fulani njoo uje chambua mboga. Kweli? Na ni uhakika. Basi sawa yaisha. Ungesogeza huko basi tusaidiane haraka. Samani mama, kwa nitakayoongea kama nitakuwa na kukwaza. Ni kwamba nimekuja kumchukua mtoto. Mume wangu amepata kazi mjini. Sasa imenibidi nije nimfuate maana amepata kazi nzuri ambayo inaweza kubadilisha maisha yetu na ya kwako pia mama, mpaka ukafurahi. Sasa mwanangu, bwana ile jambo zuri. Maana mjukuu wangu amekuwa mara kwa mara akinisumbua. Mama mbona haji, mbona hataki kuja kunichukua? Hata mimi mwenyewe nitapumzika. Lakini mama, uko naomba nishauri kitu. Mume wangu hajui kitu chochote kuhusu huyu mtoto. Yaani na siku akija kufahamu, sijui nitamueleza nini hadi anielewe. Sasa mnaenda kuishi wapi? Na hela za kupanga mmetoa wapi? Mama, yani sina budi kukuambia tu, na nibidi nikwambie ni kwamba sehemu tunayoenda ni nyumbani kwao. Ila
hatuendi kuishi muda mrefu sana. Atafanya kazi tu karibia tu miezi 2. Baada ya hapo sisi tutaenda tutapanga. Mwanangu, mbona ongeza matatizo juu ya matatizo? Na je, hiyo familia kija kujua kwamba ulikuwa na mtoto hapa nyumbani, wani kwamba itakuwa ni tatizo kwako? Ni bora nibaki na mjukuu wangu naendelee kuteseka naye. Tamaa mbele, mauti nyuma, hivyo nifunzwa na wazazi. Atacha watu siwezi karibia, naogopa nitaja umia. Na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. Yani sina msaada, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwa